Benki ya Maendeleo ya Afrika itaipatia Tanzania mikopo yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 180. Hizi ni sawasawa na shilingi za Kitanzania bilioni 414.07. Kiasi hicho cha mkopo ni kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya mzunguko Dodoma yenye urefu wa kilomita 110.2 kwa kiwango cha lami, lakini pia uboreshaji wa miundombinu ya huduma za jamii. Barabara hii ya mzunguko, wengine Kiswahili chake huwa wanasema ni barabara za pete kwa sababu ni ring, inaizunguka Dodoma. Itakuwa na urefu wa kilomita 110.2 ikiwa ni barabara ya njia 4. Hili ni vizuri likaeleweka sawa sawa. Picha ile pale ndo mfano wa barabara itakapokuwa ya njia 4. Pale katikati wataalamu wanaita kaaya lane, kasehemu ka uwazi mbele ya safari huko, ndo barabara za mwendo kasi zinapita huko, kanaachwa kwa ajili ya uendelezaji wa baadaye. Kupitia mikataba hii, Benki ya Maendeleo ya Afrika itatoa kiasi cha dola za Marekani milioni 138 kupitia dirisha la Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB window, na dola za Marekani milioni 42 zitatolewa kupitia mfuko wa African Growing Together Fund, mfuko wa serikali ya China unaosimamiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Uwekaji saini wa mikataba hii miwili utaongeza kiasi cha fedha ambacho kimetengwa na benki kwa ajili ya miradi ya ujenzi wa barabara nchini Tanzania kutoka dola za Marekani milioni 858.16 hadi dola za Marekani bilioni 1.038 ambazo zinakadiriwa kuwa ni trilioni 2.39. Hizi ni shilingi za Tanzania. Pamoja na hayo, benki imeonyesha utayari wa kufadhili ukarabati wa barabara ya Bagamoyo Pangani Tanga kwa kiwango cha lami na ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato ambapo tayari maandalizi yake yameshaanza na yanaendelea. Huko uwanja wa ndege Dodoma Msalato na wenyewe umekuwa ukitajwa kwenye vyombo vya habari, na lenyewe ili naomba niliseme kuwa Benki ya Maendeleo ya Afrika tayari wameshaturuhusu kutenga hela kutupatia fedha za mkopo wenye masharti nafuu kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato Dodoma. Utakuwa ni uwanja mkubwa wa kimataifa. Utekelezaji wa mradi huu ni sehemu ya mkakati wa serikali ya awamu ya 5 ambapo unalenga katika uimarishaji wa miundombinu ya usafiri ili kuchochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii na kupunguza umaskini. Mradi wa ujenzi wa barabara hii utakapokamilika utaboresha huduma za usafirishaji katika mji wa Dodoma na kuchochea biashara ndani na nje ya nchi. Barabara hii inaunga barabara ya Cape Town hadi Cairo inayojulikana kama the Great North Road Highway yenye urefu wa kilomita 10,228 inayopita katika nchi 8. Nilizitaja, naomba tena nizirudie: ni Afrika ya Kusini, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Sudani pamoja na Misri. Barabara ya kutokea Cape Town ya Afrika ya Kusini ambayo imekuwa ikisema sana hata kwenye vitabu vya kihistoria, kwetu pia inapita kupitia Tunduma, Mbeya, Iringa, Dodoma, Babati, Arusha na Manga, na inaendelea huko na inapita katika hizo nchi nilizozitaja. Sisi barabara hii ya pete au ya mzunguko pale Dodoma itakuwa ni sehemu hapo ambapo hii barabara ya kutokea Cape Town South Africa mpaka Cairo itakuwa inapitia hapo. Katika kuongeza tija na manufaa ya barabara hii, mradi utahusisha ujenzi wa barabara ya mzunguko wa njia 2 zenye urefu wa kilomita 110 kwa kiwango cha lami kutoka Nara, Veyula, Ihumwa, Matumbulu hadi Nara. Hivyo ndo vijiji vikuu ama miji mikubwa ndani ya barabara hiyo na upatikanaji wa miundombinu ya huduma za kijamii kama vile huduma za maji na vituo vya afya. Mradi huu kwa pamoja pia utaendana na ujenzi wa baadhi ya vituo vya afya, lakini pia na miradi midogo ya maji. Namba 3, ukarabati wa barabara za mchepuko. Barabara za maingilio na zingine za mchepuko zitahusishwa kwenye ujenzi wa mradi huu. Ni vyema vizuri ikafahamika kipindi tukiwa tunauchukua huu mkopo kama ilivyo kawaida yao African Development Bank,
Pia huwa wanaitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchangia walau kiasi kidogo kama mchango wao, wanaita counterpart fund, 15% nafikiri. Kwa hiyo serikali ya Tanzania pia na yenyewe itatoa mchango wake kwenye mradi huu wa kiasi cha bilioni 82. Bilioni 82 ni hela kidogo tu, nafika bilioni 100. Kwa serikali ya Tanzania itachangia mchango na yenyewe kiasi kikubwa tu cha fedha. Kwa hiyo inaunga mkono jitihada za Benki ya Maendeleo ya Afrika, na hilo pia ilikuwa ni vizuri mkalifahamu kwa pia kutakuwa na mchango wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mradi huu. Natambua kwamba maandalizi ya nyaraka na hatimaye kusainiwa kwa mikataba ya mkopo ya ufadhili wa mradi huu yamehusisha wadau wengi na muda mrefu wa kazi nzito ili kufanikisha hafla ya leo. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine na kwa kujitoa kwao umefanikisha kusainiwa leo kwa mkataba.